Hii crew nzima unayoiona ni viongozi tukianza na katibu mkuu wetu wa FEMATA, lakini tuko na afisa madini kazi wa mkoa, lakini tuko na afisa madini mwandamizi, tuko na diwani, tuko na mwakilishi wa wafanya biashara mkoa wa Geita, lakini tuko na mtu wa afya, masuala ya afya na mazingira, yeye ndo anasimamia, lakini tuko hapa na mdau. Huyu ni mdau mkubwa sana wa mkoa wa Geita. Ukisikia kuna jambo lolote la kimaendeleo, huyu lazima usikie jina la Sylvester. Lakini tuko na mwenyekiti wa kamati hii ya maandalizi, ndugu yetu Solomon, ambaye pia ni katibu naibu katibu mkuu wa Gerema. Hususani jambo hili tumeliandaa sisi kama Gerema kwa mkoa huu wa Geita, lakini ni jambo la kitaifa. Tumeanza Simiu, tuko Geita na tutaendelea. Lengo kuu ni kumsemea mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa yale makubwa ambayo ameyafanya ndani ya miaka yake minne. Sisi wachimbaji ametufanyia mambo makubwa sana, hususani sisi wachimbaji wa mkoa wa Geita. Tumeenda kupewa leseni nyingi mpaka sasa zinamiminika. Tumegawana leseni mpaka zikasaza leseni za uchimbaji mdogo, ambacho kilikuwa ni kilio chetu kikubwa sana kwa muda mrefu. Sasa katika hayo mazuri anayotufanyia, lakini ameendelea kuyafungua masoko ya ndani na nje ya nchi. Tumeendelea kwa tunafanya biashara zetu kwa uhuru, lakini tunapata amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Huu ni uchumi. Unapokuwa unafanya biashara yako katika amani na utulivu, maana yake ni lazima upate uchumi. Sasa haya yote Dr. Samia Suluhu Hassan ameyasimamia ndani ya miaka minne. Majina anaitwa Sylvester Buyamba. Mimi ni mdau wa sekta ya madini. Ni kuhakikishia tu kwamba wachimbaji watakokuwepo hapa haijawahi kutokea. Watakuwepo wengi kulingana na mema ya mama anayotufanyia. Jambo kubwa sana ambalo mama ametufanyia ni miaka mingi tulikuwa tukienda Kigosi katika mazingira ya kuvizia, lakini mama alivyokuja akatuambia, sasa bwana, wanyama na binadamu mimi nasamini wananchi wangu, sasa luksa tumepata maleseni, eneo ambalo lilikuwa haliwezi kuchimbwa takribani toka nilivyozaliwa. Kuwakaribisha waandishi wa habari pamoja na viongozi mbalimbali mnaojiri kwenye maeneo haya. Kwa majina yangu naitwa Musa Kasuku Katani, ni mwakilishi wa wafanyabiashara mkoa wa Geita, lakini pia nimepata nafasi ya kuwa katibu wa kongamano. Kwa kweli tuna maandalizi makubwa sana hapa mkoa wa Geita, na tunawakaribisha viongozi mbalimbali, wananchi wa Katoro, Geita na maeneo mbalimbali. Hususan ni ujumbe mkubwa ambao tunautangaza kuhusiana na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu Samia Suluhu Hassan, kumpongeza miaka minne ya sekta ya madini ambayo sisi tumeipata mafanikio sana kupitia hiyo sekta ya madini. Lakini pia leo ambao ni siku ya tarehe 10, tayari uwanja huu umechafukwa. Watu kuanzia asubuhi wanakula nyama tu, yani ni kula nyama tu. Tumeagiza watu kutoka Arusha, walikuja lori zima kwa ajili ya kutufundisha namna ya kuchoma nyama. Tuliona Makonda kula na testi mitambo, kumbe na sisi tunaweza. Leo ni kula nyama tu. Karibuni sana viwanja vya mnada wa zamani, John tule nyama. Jina naitwa Samuel Shaw, ni afisa madini mkazi wa mkoa wa Kimadini Geita. Kwanza kabisa niwakaribisheni katika eneo hili la Katoro, uwanja wa Machinjioni, kwa ajili ya kuendelea na maandalizi ya tukio hili la kupongeza mafanikio ya sekta madini katika kipindi cha uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli nipongeze kamati kwa maandalizi yaliyofanyika tangu walipoanza hili swala, na kesho ndo tunaenda kulifanya rasmi kesho tarehe 11. Maandalizi ni mazuri, yamekamilika na watu wameanza kufurika, na niwaambie tu kwa sasa hivi wanasema kutesti mitambo. Watu wameanza kutesti mitambo kama mnavyoona, shamra za nyama, vinywaji, na kesho ndio shughuli yenyewe. Hivyo tunakaribisha sana wachimbaji, wafanyabiashara wanaoshirikiana na sekta madini katika kuja kusikiliza yale mema na mazuri alifanya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta madini. Tunawalika na msikose, lakini pia tunawalika na mikoa majirani. Geita ndio imekuwa
chuo cha kujifunza shughuli hizi. Kwa hiyo tunawalika waje waone tunavyofanya ili na wakafanye kwenye maeneo yao pia. Mitano tena. Mama Samia mitano tena. Kwa majina naitwa Jumanne Misungwi, ni mwenyekiti wa mapokezi katika kongamano letu hili ambalo linaanza leo tarehe 10 na litafanyika tarehe 11 rasmi. Lakini leo kama mnavyoona ndugu zangu, hizi amshamsha tulizonazo leo ni kwa ajili ya kukazia meno, kwa sababu kuna watu meno yao kidogo mizizi inakuwa haijaingia ndani, tunajaribu kuyapima. Ndio maana unaona leo tuna boost kidogo. Lakini viungo hivi vya Katoro, kesho kutakuwa na kongamano kubwa sana la wachimbaji wadogo wadogo. Lengo letu kubwa sisi ni wachimbaji, manufaa tuliyoyapata kwenye uchimbaji wetu ndani ya miaka 4 ya Mama Samia. Na ndio maana tunataka tumuunge mkono mama yetu, tumwambie sisi kwa wachimbaji hatuna shaka na yeye. Yaani ni mitano tena. Si ndio hivyo, ni mitano tena. Mama yetu anapata mitano tena kwa wachimbaji. Kwa hiyo aondoe shaka, relax, alale. Hao wanaosema sui no reform, no election, sui nini, itabadilika, itakuwa ni uniform na itakuwa ni election. Kwa hiyo asiwe na pressure kabisa. Kwa hiyo karibuni sana Katoro. Sisi tupo tunawasubiri. Kesho ndio tukio letu na tuko na vijana wa Rachuga. Kwa hiyo hivi vitu huvipati kwa Makonda tu, unavipata hata ndani ya mji wa Shigera, wa Martin Shigera ambaye ni mkuu wa mkoa wetu. Lakini vile pia tumshukuru waziri wetu Mavunde. Ameweza kutuunganisha kwa pamoja, ameweza kutuunganisha sisi wachimbaji wadogo na serikali. Kwa kweli tumekuwa ni watu ambao tunasikilizwa, serikali yetu imekuwa ni sikivu kupitia Anthony Mavunde. Imekuwa ni serikali ambayo kwa kweli tunaipenda kila kunapokucha tunaipenda. Naitwa Eve Nikrofas Nzinza, ni mwakilishi wa wanawake wachimbaji mkoa wa Geita. Pia ni katibu wa wanawake wachimbaji Tanzania kupitia shirikisho la wachimbaji FEMATA. Kiukweli sisi wanawake hatuna cha kusema juu ya mama. Mama ametuheshimisha, mama ametupa vitu vingi, mama ametupa leseni, mama ametupa uhuru. Saizi wa mama wachimbaji tunaingia migodini kwa kujiamini. Wamama wachimbaji sasa hivi tunamiliki leseni zetu, tunasimamia rashi, tunafanya vitu vingi. Yote ni kwa sababu ya nani? Ni kwa sababu ya mheshimiwa wetu, rais wetu, mama yetu mpenzi Samia Suluhu Hassan. Kiukweli napenda nitoe wito kwa wamama wachimbaji na wazidi kuhamasisha wamama wengine waingie kwenye hii tasnia ya uchimbaji. Uchimbaji zamani ulikuwa unatafsiriwa tofauti, lakini uchimbaji ni kazi kama kazi zingine.